Leo tunaanza na surati Rum ambayo kwenye mtiririko wa mweko wa Qur'ani ni sura ya 20, lakini sura 30 ni sura 30, lakini ina aya 60. Sura hii pia Rum ni miongoni mwa surati Makia, miongoni mwa sura zilizoteremshwa Maka. Kama ilivyo sura za Maka, kazi yake kuu ni kutengeneza akida, imani. Ndio kazi kuu ya sura zote za Makia, ni kutengeneza imani, akida ya Kiislamu, na kudhihirisha kwa watu wote kwa ufasaha kwamba upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala na utume, kufufuliwa na kulipwa. Sura imeanza na kuzindua katika mazungumzo yake. Sura imeanza kama sura nyingi na hurufu muqataa, alif lam mim. Ghuribatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghuribatir Rum, huzima jaishu Rum, jeshi la Roman limepigwa kwenye uwanja wa vita. Fi akrabi ardhihim, katika maeneo ya karibu na ardhi yao kwenda Faris. Rome ni Italia na Faris ni Irani, sawa? Kwa walipigwa katika ardhi ya karibu na Irani. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya Wafurusi kushinda nao Waroma kushindwa, basi na Warumi na wao watakuja, watashinda. Wayantasiruna alaihim, na watanusurika kutokana na wao. Fi bidhi sinin, kwa muda mfupi tu, miaka michache tu. Na bidhi ni kati ya 3 mpaka 10 au 9. Hii ndio inaitwa bidhi sinin, miaka michache. Ni kuanzia 3 mpaka miaka 9 kabla ya 10. Kwa ni kati ya 3 na 10. Haitopita miaka hiyo isipokuwa Wafurusi na wao watashinda. Historia ina rekodi ya kwamba Waroma na Wairani walikuwa ni watu wenye kupigana mara kwa mara. Faghalabatir Rum Farisu Rum, fabalagha dhalika Rasulullah
Wafarisi wakawashinda Waroma. Taarifa hizo zikamfikia Mtume na maswahaba zake, fashaka dhalika alaihim, kwao likawawea gumu sana jambo hilo, lakini washirikina walifurahi, lianna ahla alfarisi kanu majusan walam yakun lahum kitabu, kwa sababu watu wa Fursi walikuwa ni majusi, hawakuwa watu wa kitabu. Majusi ni wale watu wanaabudia vitu vikali, moto na vinginevyo. Warumi ashabi alkitab, na Warom ni watu wa kitabu, wa Kristo. Washirikina wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum ahli alkitab, nyinyi Waislamu ni watu wa kitabu. Warum ahli alkitab, na Waroma pia ni watu waliopewa kitabu kama nyie. Wa nahnu ummiyun, na sisi Wafursi waabudia moto na nini wa India wa. Sisi ndio wajinga kupindukia, hatuna kitabu. Sisi sio wasomi. Kwa hiyo watu wa Madina, watu wa Maka walifurahishwa kuona watu wanaofanana na Muhammad wamepigwa, ambao ni Waroma. Kwa hiyo wakashangilia sana na wakapeleka ujumbe wao kwa Mtume Muhammad, akamwambia Muhammad, sijifanya mtu wa kitabu, nyinyi watu wa Mungu, watu wa vitabu nyie, watu wa Mungu wenzio kwa washapigwa, bado wewe tu. Bora sisi wajinga tunashinda, lakini watu wa Mungu wenzako huko washakumutwa. Sawa. Wakati dhahara ikhwanana min ahli al-Farisi, hakika wamedhihirisha watu wetu wa Irani, ala ikhwanikum min ar-Rum, kwa wale ndugu zenu wa Roma ambao sio wajinga kama sisi, falinadhaharanna alaikum, na sisi tutawashinda nyie. Manake mara nyingi watu wa kitabu wanapigwa tu, kwa na nyinyi na Qur'ani yenu tutawakumuta. Faqala Abu Bakr, la yakirru Allah a'yunakum, Sayyidina Abu Bakr akasema, Mungu hawezi kuwalipa utulivu jicho lenu. Yani nyinyi mkashinda mkatupiga sisi, haiwezekani. Walipigwa hao Waroma. Hao Waroma wana kitabu na mapungufu yao, sisi tuna kitabu, tuna ukamilifu. Hamwezi kutupiga aslan, tutapambana. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bidhi sinin. Ndio faanzala Allahu, Mungu akateremsha kipande hiki, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushinda watashindwa tu, tena kwa muda mchache wa miaka michache tu, haipiti miaka 10. Mambo yatabadilika na wao watajikuta wapo kwenye hali mbaya zaidi ya maisha yao. Wakati litaka jaishani fi sanati sabia min al-harb, na ni kweli jeshi la Mtume na jeshi la Waroma walikutana tena vitani. Jeshi la la Rome na jeshi la Wafarisi walikutana tena vitani mwaka wa 7 tangu vita ile kupita, wakakutana ndani ya mwaka wa 7.
wa hazamatihum. Sasa Wafursi wakapigwa, wa Irani safari wakapigwa na Waroma. Mara ya kwanza Waroma si walipigwa, alafu watu wa Maka ambao wao hawana dini, wanapiga masanamu, mara miti, mara nyoka, mara nini, wakashangilia kuona wenzao wameshinda. Lakini hawa watu wenye kitabu hawakushinda. Baada ya miaka 7 ikatokea tena ile vita ambavyo sasa Wafursi wakapigwa na Waroma na Waitali. Wafariha almuslimuna bidhalika, Waislamu wakafurahia hilo, japokuwa wale wa Iran wa Rome sio Waislamu, lakini walifurahia kwa sababu wanafanana wote, wana vitabu kutoka mbinguni kwa Mungu. Hilo liliwafanya wafurahie. Utakuta ajabu Muislamu kwa Muislamu wanafurahiana wakipata matatizo yao kwa sababu ya khilafu ndogo tu. Qala Abu Saudi wa hadhihi alayatu min albayinati albayyin. Aya hii ni katika aya zilizokuwa wazi. Mtume alisema vita hii Wafursi watakuja kupigwa kabla ya miaka 10 kupita, ndani ya miaka 3 mpaka 9 katikati. Na kweli mwaka wa 7 Wafursi wanapigwa na Waroma aina Waitali. Mtume alitoa taarifa za baadaye ambazo Mungu alimpa. Hizi zilitoa ushahidi wa ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa Qur'an inatoka kwa Mungu. Imetoa taarifa ambayo hakuna mtu alitegemea. Haithu akhbara anil ghaibi alladhi la ya'lamu illa al-alimul khabir, ambayo alitoa mambo ya siri Mtume, siri ambayo hawezi kuitambua yote isipokuwa mwenye kutambua siri na mwenye taarifa ya mambo mengi. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Mungu ndio mwenye kutawalia jambo kabla ya kushinda na baada ya kushinda. Fakullu dhalika bi amri Allah, yote haya yapo katika amri ya Mungu na matakwa yake Allah azza wa jalla. Na haipo katika mambo haya mawili isipokuwa kwa mahukumio ya Mungu tu. Wa yawma idhin yafrahu almu'minun binasrillah, na siku ambayo Wafursi watapigwa na Waroman ndio watafurahi Waislamu kwa ushindi wa Mungu. Waumini watafurahi ushindi wa Mungu. Wale Waroma ni watu wa Mungu? Hapana. Kile alichokuwa nacho kitabu cha Mungu ndio kilichodharauliwa. Kwa hiyo kinachokusudiwa ni kile wale ambao wana kitabu cha Mungu kupigwa, ambao wamefanana na wao. Binasrillah, watafurahi kwa ushindi uliotoka kwa Mungu, yani kwa kushinda ahlul kitabi, kuwashinda majusi. Ukisoma hapa kuna jambo utagundua, wale wanaabudia vitu ni watu wabaya zaidi kuliko wasioabudia vitu. Yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim. Mungu anampa ushindi amtakaye katika waja wake, na yeye ndiyo mwenye nguvu ya kushambulia maadui. Wa'ada Allahi la yukhlifu Allahu wa'dahu. Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu,
na Mungu haendi kinyume na alichokiahidi. Ni ahadi yenye kusimama, ni ahadi yenye uhakika, ni ahadi yenye ulazima wa kutekelezeka, kwa sababu ni ahadi inayotoka kwa Mungu ambaye haendi kinyume na ahadi zake. Walakinna akthara nnasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawafahamu hilo. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, huwa wanatambua mambo ya waziwazi tu katika mambo ya maisha ya duniani na maslahi yao katika maisha ya duniani na vile wanavyovihitajia katika maisha ya duniani, kama vile kilimo, wanajua lini walime, biashara, kujenga, lakini mambo mengine muhimu wanadamu hawatambui. Wa hum anil akhirati humul ghafilun, na wao akhira humul ghafilun, hao ni wenye kughafilika nayo. Shukran. Wa hum amiyun wa hum an amri al-akhirah, wao ni wajinga kuhusu mambo ya akhira, tena ni wenye kusahau kabisa kufikiria kabisa akhira yenyewe na kutenda matendo kwa sababu ya akhira. Wao kupa yao ni matendo kwa sababu ya dunia yao tu basi, lakini hawana vurugu kwa sababu ya akhira. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wama bainahuma bil haqqi wa ajalin musamma. Hivi hawafikiri kwa akili zao na wakatambua ya kwamba Mungu mtukufu hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi isipokuwa kwa malengo, kwa haki, wa ajali musamma, ambavyo vinaishia muda wake, nayo ni siku ya Kiyama. Qala Qurtubi, katika aya hii kuna tambihi ala alfana, kuna uzinduzi ya kwamba yote tuyaonayo lazima yatakwisha tu, hakuna jambo jingine. Wala anna likulli makhluqin ajalan, na ya kwamba kila kiumbe kina muda wake wa mwisho. Na inajulisha aya hii thawabil muhsin, thawabu za mwenye kufanya vizuri, wa iqabul musii, na adhabu kwa yeyote yule atakayekuwa amefanya vibaya, asu. Wa inna kathiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, hakika watu wengi ni wenye kupinga kukutana na Mungu wao. Hivi awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, hivi hawatembei katika ardhi ili wakaona
namna gani yamekuwa mwisho wa waovu. Je, waovu mwisho wao ulikuwa mzuri au la? Ili watambue hilo, wanahitajika sana watembee katika ardhi hii ili waweze kukutana na hayo na waweze kutambua hayo. Tena watu walioangamia si watu wa kawaida tu. Mungu anasema kanu ashaddu minhum quwwa. Hao walioangamia walikuwa ni watu wenye nguvu sana kuliko nyie mnaolinga leo. Sawa? Tena ni watu ambao walikuwa na sifa ya kuwa na mali nyingi. Tena walikuwa na uwezo wa kupata watoto wengi. Pamoja na hayo, fa inna rabbuna azza wa jalla lam yubali bi amri hadha. Pamoja na hayo yote, Mungu hakujali uwezo wao mkubwa. Mungu hakujali idadi yao ya watoto. Mungu aliamua, aliwaangamiza na wakaondoka katika ulimwengu huu. Wa athara al-ardha wa atharu al-ardha wa amaruha akthara mimma amaruha. Wa atharu al-ardha, hawa watu wakaenda wakalima ardhi. Sawa? Wakana mashamba makubwa na wakachimba ardhi kutoa madini mengi, na wakajenga majumba makubwa mazuri, wakajenga na viwanda vya pekee ambavyo havipo tena, vingi tu, mimma amaruha haula, kuliko vile ambavyo nyinyi mnavijenga. Maana yake mpaka leo hakuna tajiri aliyetokea kwamba funguo zake za store zinashindwa kubebwa na kikundi cha watu 10 kwenda mbele. Hakuna. Yaani kuonyesha bado hajafika tajiri wa kiasi kile. Pamoja na kukukuruka sana, lakini bado kile kiwango hawajakipata. Wakaijenga ardhi kwa kiwango kikubwa kuliko nyinyi mnavyojenga leo. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinat. Pamoja na kufanya hayo yote, tukawaletea mitume yetu wakija kueneza haki bila haki, kuja kuleta mambo yanayotoka kwa Allah azza wa jalla, ili wayafuate waweze kuongozeka. Fama kana Allahu liyadhlimahum, haikuwa kwa Mwenyezi Mungu hawaangamize watu hawa matajiri waangamizwe kwa sababu ya uasi wao tu, basi na kosa walilofanya. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini hawa watu walikuwa nafsi zao wenyewe wanadhulumu. Thumma kana akibatu alladhina asau su'a,
kisha ikawa mwisho wa watu waliofanya uovu katika ardhi ni kupata adhabu, nayo ni naru jahannam. Kwa nini? Ankadhabu biayati llahi wa kanu biha yastakbirun, walipata adhabu hizo kwa sababu wao walidhikadhibisha aya za Mungu na walikuwa hizo aya wanazichezea shere, wanazifanyia masihara na utani. Thumma ilayhi turjaun, Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, Mungu ndio ambaye kwa uwezo wake anaanzisha kukiumba kiumbe, au ameanza kumuumba mwanadamu pale mwanzo akawa mwanadamu, kisha anarejesha jumbile lake tena baada ya kufa kwake. Ndio aliyemuumba mwanzo na ndio atakayemfufua, maana haraka haraka. Wa yauma takumu saatu yublisul mujrimun, siku ambayo kiyama kitasimama, yublisul mujrimun, watapata hasara. Sawa, wale waovu, yauma yuhsharu nnasu lilhisab, yublisul mujrimuna, wale waovu watanyamaza kimya, watakuwa hawana hoja za kujitetea. Qala Ibn Abbas, yublisul mujrimun ay yai'asul mujrimun, watakata tamaa waovu, kama alivyosema Mujahidi, yaftadhihu almujrimun. Maana yublisu, maana yake waovu watafedheheka. Lakini linatambulika kiutaalamu wa kilugha, ablasa ay sakata wankataati hujjatuhu, ni kule kunyamaza na kukosa hoja, ndio inaitwa nini? Ablasa yublisu iblis, iblisun, ambaye amekosa hoja. Walam yakun lahum min shurakaihim shufaa, na yale masanamu waliyoyaabudia hayatawaombea lolote kwa Mungu na hayatawasaidia chochote. Wa kanu bishurakaihim kafirin, na siku ya kiyama watajitenga na wale waliovishirikisha. Wa yauma takumu saa yauma idhin yatafarraqun, na siku kitavyosimama kiyama, kwa ukubwa na utisho wa kiyama na hofu kubwa, sababu kiyama ni jambo lenye kutisha. Basi yaumaidhin yatafarraqu almu'min walkafir, siku hiyo wataotofautishwa waumini na makafiri, na watakuwa makundi mawili, fariqun fil janna
wa fariqun fi sa'id, kundi peponi na kundi jingine motoni. Ndipo Mungu akasema fa amma alladhina amanu wa amilu salihat, imma wale walioamini na wakamcha Mungu na wakatenda matendo mema, fahum fi rawdatin yuhbarun, wao katika mabilika viwanja vya peponi, yusarruna wa yunamun, watatembea humo, watafurahishwa na watanemeka. Wa amma alladhina kafaru, imma wale ambao wamekufuru, wakadhabu biayatina, na wakazipinga aya zetu, waliqa'il akhirah, na wakapinga kufufuliwa akhira, na wakakutana na Mungu wao, faulaika fil adhabi muhdarun, hao katika adhabu watahudhurishwa. Yani katika adhabu ya moto watakaa milele. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah, ametakasika Mungu asubuhi na jioni, ikiwa na maana msabihini Mungu asubuhi na jioni. Sabbihullah wa nazihuhu amma la yali, msabihini Mungu na mtakaseni kwa yale ambayo Mungu astahiki kuwa nayo, nayo ni sifa, kama vile kusema Mungu ana mtoto na mambo mengine. Wala alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tusbihun. Wala alhamdu fi samawati wal ardi, na yeye ndo mwenye kufaa, wa huwa jalla wala almahmudu fi samawati, na yeye Mungu mtukufu ndio mwenye kushukuriwa mbinguni na ardhini. Wanamshukuru watu wa mbinguni na watu wa ardhini. Wa yusalluna walahu alhamdu fi samawati wal ardi, hiyo ni jumla i'tiradhiyya. Wa aslu kalam fa subhanallahi hina tumsun, wanasema subhanallah asubuhi na jioni, jioni na asubuhi, hina tumsun wa hina tusbihun, pale asubuhi pale jioni na unapofika asubuhi. Wa ashiyan, na wakati wa usiku. Wa hina tadhharun, na wakati wa dhuhuri. Sawa. Ukisoma aya vizuri utakundua ya kwamba yambagi an yuhmada alayhi, panatakiwa Mungu ashukuriwe katika wakati wa maghrib, wala ashi min salati al-maghribi ila al-atama, ni swala ya magharibi mpaka wakati wa isha unaitwa ashi. Tudhhiruna wakati dhuhuri, ni wakati wa dhuhuri. Kwa hiyo hapo imetaja swala gani? Swala ya dhuhuri.
yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyit min alhayy, anamtoa mtu kutoka katika ukafiri kwenda katika imani, na Mungu anamtoa mtu kutoka katika imani kwenda katika ukafiri. Yukhrijul hayya min almayyit, muumini anatoka kwenye kundi la makafiri na anaweza akatoka kafiri kwenye kundi la waumini. Yukhrijul hayya min almayyit, Mungu anaweza kumtoa muumini kumtoa mtu hai kutoka kwa marehemu. Yaani mtu asiyoamini kidini anaonekana ni marehemu kisha kufa, na mtu mwenye imani kidini ndio anaonekana mtu aliyokuwa hai. Aya hii inatuelezea inawezekana mtu akawa muumini akawa kafiri, akapata kizazi kafiri, na mtu akawa kafiri akapata kizazi akawa muumini. Wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, na anaotesha mimea kwenye ardhi baada ya kuwa kame. Basi wakadhalika tufurajun, ndio kama hivyo na nyinyi ndio mtakavyotolewa. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, kutokana na uwezo mkubwa wa Mungu ambao unajulisha uwezo wake Mungu ni kule kukuumbeni nyie kutokana na udongo, kwa uwezo wake pale alivyoiumba ile asili yenu ambaye ni Adamu alayhi salam. Khalaqakum lianna Adam aslul bashar, Mungu amesema amekuumbeni nyinyi sababu Adamu ndo asili ya wanadamu. Thumma idha antum basharun tantashurun, ghafla baada ya hapo nyinyi mkawa ni watu mnaotawanyika katika ardhi, maana yake mkawa wengi. Mkawa mnazaliwa kwa njia ya matone ya manii tu, kutoka kwenye manii kwenda katika alaka, kisha kwenda katika mudgha, kisha kwenda katika mwanadamu mwenye akili timamu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika uwezo wa Mungu ni kule kuwaumba nyinyi kuwanipea mke na mume, ndiyo pea moja ya mwanadamu. Hata pea za viatu zinaitwa azwaji, kwa maana uwezo kuwa na kiatu cha mguu wa kulia bila mguu wa kushoto, na mwanadamu hawezi kuwa mwanamume bila kuwa na mwanamke, itakuwa shida. Azwaja min ayatihi dalati ala adhamati wa kamali qudratihi, ni kule kukuumbieni kutokana nyinyi wenyewe na katika jinsia yenu wenyewe nisaan adamiyyan mithlakum, mwanamke wa kibinadamu kama nyie. Angetufanya sisi wanadamu tuoe mbuzi ingekuwaje?
walam yajalu min jinsin akhar. Lengo litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwa wao. Ukioa ndo unatulia? Eti ukioa ndo unatulia? Ukioa unakesha usiku, mtoto analia, ile ni faida ya kuoa? Utulivu kwa mtoto analia usiku kucha. Ukioa mara mkeo anakwambia mama yako simtaki kumuona, mchawi, ndio umetulia hapo? Mara ndugu zako hawa wakorofi siwataki. Wengi waliooa hapo wamebadilika baada ya kuoa, tabia zao zimebadilika, wamebadilishwa na hao wake zao. Yuko mwanamume kabla ya kuoa alikuwa anajali mama yake, anajali baba yake, anajali ndugu zake. Baada ya kuoa anasema nina majukumu mengi. Litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwa hayo aliyokuwa nayo huyo mwanamke uliyemuoa. Sio utatulia kwa nafsi ya kuoa, utatulia kwa tabia za mwanamke uliyeoa. Tabia zake ni za kukutuliza wewe, au umepata mwanamke pupuru pupuru? Umepata mke nyumba yenyewe anakunyima, si utaenda kuzini wewe? Umetulia hapo? Ili utulie kwa aliyokuwa nayo mwanamke. Na ndio maana tukahimiza tuoe wanawake wenye tabia. Ndio ushaoa mke, umeoa upate huo utulivu wenyewe unadai, lakini ukirudi wala ajali kama kuna mtu karudi, anaendelea na mambo yake tu. Lakini akifika usiku anafunga rupati. Sasa hivi hapa mjini wanavaa jinsi, analala nayo, ndio umetulia hiyo? Si utazunguka zunguka mtaani huko? Lakini kauli mzuri hamna. Ili mradi ukirudi nyumbani, jaimu la yuta, ni moto hauwezekani. Unatamani mchana uwe mrefu na usiku uwe mdogo. Masaa mawili umerudi nyumbani ushaondoka zako. Lakini unaoa mwanamke unakuwa kama umeoa DCI, yule mpelelezi wa makosa ya jinai. Ukirudi jirani kanitukana, mara mama yako kanisonya, mara wifi hapa kanimwagia maji, ndio umerudi nyumbani, ndio unatulia hivyo? Kuna wakati unakuwa hujaoa mke, umeoa DCI, yule mpelelezi wa makosa ya jinai. Ukirudi nyumbani ni wewe mtu wa kusomewa kesi tu. Mwanamke amekuwa msoma kesi. Hakuna muda wa kutulia. Sio mwanamke huyo. Na hautulii kwa mwanamke, unatulia kwa tabia za mwanamke. Tambua ya kwamba sura ya mwanamke thamani yake inakwisha siku ya ndoa tu, kama kupiga picha tu. Pozi la kupiga picha na wakati wa kupiga picha tu.
Ukishamaliza kupiga picha lile pozi limekwisha, alipo tena au linaendelea. Na urembo wa mwanamke mwisho wake ni wakati wa kupiga picha, ni mwisho wake ni wakati wa ndoa tu. Kinachokuja hapo sasa, pamoja na urembo wake, awe na tabia. Sura ya mwanamke ni kivutio ili wewe upate kuoa, lakini ukishamuoa ili ndoa idumu, sura ya mwanamke ni kivutio cha wewe kutoa mahari tu. Lakini ukishatoa mahari, thamani ya mwanamke sio sura yake tena. Thamani ya mwanamke inarudi kwenye tabia zake. Umeoa mwanamke mrembo mzuri, lakini ndo matusi, ukirudi apalaliki, ugomvi, utabaki na urembo wake, ndoa inakufa hiyo. Ndoa inafanyaje? Ndoa inakufa. Ndoa haipo tena. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, amejalia kati ya mume na mke mapenzi na huruma. Kwa nini isitangulie huruma yakaja mapenzi? Yametangulia mapenzi halafu ikaja huruma. Ni dalili kuwa mapenzi huwa hayadumu. Mapenzi ili yapatikane yanahitaji sababu. Kama sababu zikipotea, mapenzi hakuna tena. Kinachobaki pale ni watu muhurumiane. Wajala bainakum mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na huruma. Mahaba huondoka mapema na ubaki huruma. Wanasema almawaddatu huwa an tu'ti wa ta'khudhu. Mapenzi maana yake ni wewe kutoa na wewe kupewa. Lakini huruma maana yake unaweza ukatoa lakini usipewe. Umeelewa vizuri eh? Utatoa lakini upewi. Wengi nyinyi mashahidi, umeona una akili mzuri, ukanunua kidera chako, ukapeleka nyumbani, anakigeuza. Hiki ndio mwezi wa shilingi ngapi? 15,000. Cha 5,000 mpe yeye akanunua. Ujue ukiona hivyo, ujue hapa mapenzi hakuna. Umekuja na nguo yako, ndio nguo gani umenunua hii? Mtafaaga, mtafanyaje? Ujue mapenzi hakuna, mpaka huruma. Yaani aheshimu kile ulichokifanya, kwamba wewe katika safari yako umemkumbuka. Anachotakiwa kuheshimu ile kukumbukwa. Asiangalie thamani ya kilicholetwa. Anatakiwa angalie kule kukumbukwa tu. Ukimwona mtu anaangalia kilicholetwa, hana uhitaji tena na wewe. Ukiona mtu anaangalia ulicholeta, hana uhitaji tena na wewe. Isipokuwa anababaisha tu kuishi. Anafikiria nikiondoka hapa nikichekwa. Anawaza mambo mengi. Ndio anakufanyia vitimbwi ushindwe wewe, onekane wewe ndio ulikuwa mzembe, sio yeye.
Kwa hiyo mapenzi ni nini? Ni kutoa na kupokea. Hayo ndio mapenzi, kutoa na kupokea, kupokea na kutoa. Utagundua kwenye ndoa zetu haya hayadumu kwa muda mrefu. Ndio, kwenye ndoa zetu haya hayadumu kwa muda mrefu, yanaondoka kwa muda mfupi. Inabaki kati ya nyinyi wawili, mmoja anatoa lakini hapati, au anatoa kingi anapata kidogo, yaani hakuna uwiano, ima kwa mwanamke au kwa mwanamume. Yoyote yule anaweza akamtesa mwenzake. Mfano, inawezekana wewe mkeo kamwekea vocha, kamnunulia bando kwenye simu yake ya kutumia mwezi mzima. Bando umenunua wewe, wewe anakubipu tu na atakwambia leo salio limekwisha. Yaani vocha umeweka wewe, lakini wewe siku zote umekuwa unabipiwa, lakini salio limeisha. Umegundua jambo hapo? Salio nimeweka mimi, na mimi haujawahi kunipigia mimi na kupigia wewe. Hilo salio limeishaje? Tena uzuri zaidi, limeisha kabla ya mwezi wenyewe. Maana yake huyu anapiga sana simu. Simu hizi anapigiwa nani? Akikuhitaji wewe, anakuflash, anakubipu ili wewe umpigie. Baada ya siku 15 aje kupigia hata siku moja, salio lake limeisha, anakwambia niunge tena. Kampigia nani? Lakini nalo hilo swali usijibu leo, na wala utaki kujibu, utajua mwenyewe na ndoa yako. Kapambana na ndoa yako. Sawa, majibu ya hapo usitafute hapa. Nenda kapambane na ndoa yako. Watu mnatabasamu, mshanunua vocha kifurushi cha wiki, alafu siku 3 kimeisha na wewe ulibipiwa siku 3 zote. Na umeunga wewe mwenyewe vocha hizo. Sio za kubahatisha kusema ulimpa hela pengine hela kununua vocha. Umenunua vocha, umeunga, ukamkabidhi simu, tayari ina dakika za wiki. Lakini ndani ya wiki ile, kwenye siku 3 zile dakika zimekwisha. Lakini siku 3 hizi zote wewe alikuwa anakubipu na dakika zimeisha. Hapo ndio kwenye question mark. Hela hii imeisha wapi? Hilo alinihusu mimi. Nishalikataa hilo lako. Inna fi dhalika, ndio kazi yetu sisi hapa, la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika hiyo kuna dalili kwa watu wenye kufikiri, wenye akili timamu. Ndio utaenda kujua hela yako imeenda wapi. Kwa kila mtu akatumia akili zake, akaiona hela yake iliko kweli. Unaweza kuioji, lakini ukiona ukioji moto utawaka zaidi, nyamaza kimya, vumilia tu. Sawa.
wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, na katika moja ya dalili ya uwezo wa Mungu ni kule kuiumba mbingu na ardhi, na Mungu kutengeneza lugha nyingi, yaani kila mtu awe na lugha yake, mara Kiarabu, mara Kiswahili, sawa, mara Kichina, mara Kifaransa. Mkibaki nyewe kwenyewe na kwa bali, nyote Tanzania watupu, mara Kimakonde, mara Kingindo, mara Kisaramu, mara Kidengereko, mara Kiao, mara sijui nini, kila mtu na lugha yake. Kwenye kufanyika haya, sawa, inna fi dhalika la ayatin lil alamin, pia na kwenye kufanyika haya kuna dalili kwa viumbe. Wa ikhtilafi alsinatikum, na tofauti ya lugha zenu, wa alwanikum, na rangi zenu, kuonyesha tu uwezo wa Mungu ukoje. Lakini wote ladha yenu ni moja tu, matilio yenu ni ile ile moja tu, hakuna matilio tofauti. Yaani mlivyo binadamu duniani kama mfano wa maharage tu. Alafu maharage hayo mwingine akayaunga kwa nazi, mwingine akayaunga kwa mafuta, mwingine akaitia bizari, mwingine sio akatia nini, yote maharage tu. Maharage tu. Ukienda dukani unasema nataka maharage. Huwezi kusema kwa sababu maharage haya ya njano usiseme nataka maharage. Ndio. Alafu ukapewa hayo, ukapewa maharage. Lazima useme maharage tu. Sawa sawa. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, na katika dalili za uwezo wa Mungu ni kule kuwafanya nyinyi mnalala mchana na usiku. Japokuwa tunagomea muda huo kulala, wakati wa dhuha watu hatakiwa walale mchana baada ya dhuhuri. Sio baada ya dhuhuri unaanza 500 hapa, wakati wa kulala huo, sio wakati wa 500 hapa. Nenda kalala. Sawa. Wabtighaukum min fadlihi, na kutafuta kwenu riziki za Mungu mchana. Yaani mchana wakati wa dhuhuri lazima ulale, unataka kutafuta riziki yako mchana. Lakini baada ya dhuhuri unataka ulale kidogo upumzike. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun, katika hii kuna dalili lakini kwa watu wanaosikia, yaani wakipewa maelezo wanafahamu wameelezwa nini. La ayatin liqaumin yasmaun, kuna dalili lakini kwa watu wanaosikia tu, wenye masikio mazuri wanaweza kusikia vizuri. Hapa kulala mchana usiku, ayati maana mtu bileki,
Wanahari unaiona mbele? Sikulala usiku na mchana, si nimezungumza hivyo? Wakati wa dhahira inaitwa kailula. Unatakiwa ulale wakati huo wa kailula. Wa min ayati yurikumul barka khawfan wa tamaa, na katika dalili za Mungu anakuleteeni umeta ikiwa ni utisho kwenu nyinyi na ni tamaa kwenu nyinyi. Radi ikipiga radi, mnatumai mvua itakuja, tutapata chakula, lakini pia mnaogopa mtakufa. Watu wanakufa kwa sababu ya radi. Katika moja ya dalili ya Mungu ni kuleta kitu kimoja kina mambo mawili yote, kinakutisha na unakifurahia. Radi inakuchukiza kwa sababu ni hatari, unaweza ukafa, ndio, na unaipenda kwa sababu itakuja mvua, utavuna. Wa taman bil ghaib, mnaogopa ile kuangamia kwa hiyo radi. Wa taman fil ghaib wal matar, na kutumai kupata mvua. Sawa? Au inaweza kuwa ni taman lil mukim, mkazi mvua anaona sawa sawa, msafiri anaogopa ataenda kukwama na gari lake. Kwa hiyo kitu kimoja kinakuja, mwingine anakitaka, mwingine hakitaki. Msafiri ataki mvua, anajua atakwama na gari lake. Mkulima anataka mvua ili apate maji. Kwa hiyo mnagombea hapo, apewe nani? Wa yunazzilu minas samai ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha, na anateremsha kutoka mbinguni maji, anauhisha kwa maji hayo ardhi baada ya kuwa ardhi hii ni ardhi mfu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, katika hii kuna dalili, lakini kwa watu wenye akili tu. Wasiokuwa na akili hawafahamu chochote, wanajionea sawa tu, lakini wenye kukaa chini na akili zao timamu wanagundua kuna jambo. Wa min ayatihi an taquma as-samaa wal ardu bi amri, na katika dalili ya uwezo wa Mungu ni kule kutulia kwake ardhi na mbingu. Mbingu iko juu, imetulia. Hata siku moja kuja kipande ardhi imebomoka, kadondoka chini, kipande kadondoka chini, na ardhi imetulia. Unatembea, unakimbia, unakunywa pombe, unaswali, unafunga, unaiba, ardhi imetulia. Fanya utakavyo, sawa? Kwa amri yake Mungu na mipango yake, vitu hivi vimetulia na havikuwekewa nguzo, lakini viko vimetulia.
thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun, kisha Mungu akiwataka anawaita wito mmoja tu, wote mtakwenda kwa Mungu. Sio mwenye ardhi yake akiona mnasumbuka, akiona tabu kwenda hata mtasumbuka, si anayekunja tu anakusanya sehemu moja kushiria mbali, kama unavanika mpunga wako tu. Ukitaka wote kwa katikati unashika upande huu wa mkeka na huku na katikati. Wewe ndio katikati unatia kwenye kiroba na beba unaondoka nao. Na Mungu akiamua na kunja na huko na katikati twende. Kama kwenda kuwa mimina motoni, unakuwa motoni mchezo ukisha. Yaani hakuna shida kwa Mungu. Jambo jepesi. Idha antum mukhrajun, ghafla nyinyi mtakuwa tayari mmeshatoka pesa kuchelewa. Tukhrajuna liljazai wal hisab, mnatolewa kwa ajili ya malipo. Na hii inakuwa wakati gani? Hina yanfakhu Israfil fi suri nafakhatu thaniya, wakati Israfili anapopuliza lile parapanda kwa mara ya pili. Wayakulu, na atasema, ya ahli al-qubur kumu, mliokufa inukeni, muda wa kulala umekwisha. Haya, fala tabka nismatun min al-awwalina wal-akhirina illa qamat, hatobakia mtu yoyote yule, kizazi chochote akibaki, tangu kuanzia Adamu mpaka mtu atakayekuja mwisho, kwa neno moja tu Israfili atasema, wote mliokuwa ardhini inukeni. Unauza maji? Walahu man fi samawati wal ardh, na anavyo yeye Mungu mtukufu anavimiliki kila vilivyopo mbinguni na ardhini, malaika, watu, majini, wafalme, makhalifa, sawa, kila mtu ni miliki ya Mungu. Umeona yeye Mungu anapotoa maelezo yanakuja, lakini anatokea mjinga tu mmoja hivi mtaani na watu wanakubali, sasa mashehe wanatengeneza majini wanatengenezwa. Na wewe unapewa maelezo unakubali, ile shehe yule na majini anatengeneza majini. Majini ni viumbe ambavyo Mungu anaviumba. Katika moja ya mambo ya majini waliokuwa nayo ni katika ulimwengu ambao haonekani kwa macho. Kitu kishaonekana unakitengeneza. Utakuta anatoa taarifa akili yana, anasikiza na kukubali akili yana. Wote hawana akili. Sawa? Hakuna mtu anatengeneza majini hapa. Huyo akikongopea hivyo, huyo mchawi tu. Na wachawi wanashirikiana na majini. Kwa ibara zao tu. Anakuletea tu taarifa tu, kuna kadha 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 kadha. Lakini mwanadamu anatengeneza majini hayupo. Kwa sababu jini ni kiumbe cha Mungu.
Na Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umeona hiyo? Binadamu hawezi kumtengeneza mwanadamu mwenzake, atamtengeneza jini. Huyu ana usanii wake tu. Binadamu anavyohangaika, pengine yeye shehe anaambiwa atengeneza majini, anahangaika kutafuta mtoto kusini na mashariki. Si angetengeneza mtoto akana mtoto wake. Kullun lahu qanitun. Vyote hivi vinanyenyekea kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Na yeye ndio ambaye anaumba mwanzo alafu anavirejesha tena baada ya kuwa vimekufa. Wa huwa ahwanu alayhi. Na ni kazi nyepesi sana kuvirejesha viumbe. Walahu mathalul al-a'la fi samawati wal ardh. Na anao mfano wa juu, mfano mkubwa katika mbingu na ardhi. Wa huwa al-azizul hakim. Na ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Wallahu waliyu tawfik. Tusimame hapo kwa leo ili tuingie kwenye maswali.